Mtoro TV. Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zanguni watazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo ni faraja kubwa kabisa kuweza kupokea ujumbe mzito uliotokea nchini Uturuki wakituwakilisha katika mashindano makubwa ya kimataifa yaliyofanyika nchini Uturuki. Ujumbe ambao ulioongozwa na ndugu yetu Daktari Sheikh Abdul Mannani. Aliongoza ujumbe wa vijana wawili ambao waliokwenda kushiriki katika mashindano hayo. Ni jambo zuri, ni jambo la faraja sana kuona namna gani na sisi wa Tanzania tunaweza kushiriki katika kiwango kizuri kama hiki na kuweza kushiriki katika nchi kubwa kubwa kama hizo. Mimi sintokuwa na mengi ya kusema kwa sababu waliokuja kutoka huko wapo, walichokifanya tutakisikia inshallah. Nimwombe shekhe wangu Daktari Abdul Mannani ili aweze kutueleza machache nini kilichojiri katika msafara huu na mashindano kwa ujumla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zanguni, alhamdulillah tabaraka wa taala, tunamshukuru Allah subhanahu wa taala kwa rehema zake. Leo tarehe 30 tumewasili nchini Dar es Salaam baada ya kutoka kwenye safari kubwa, safari muhimu sana, safari ya Qur'ani, nikiwasindikiza vijana wetu wa jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani nchini Tanzania waliopendekezwa na shekhe wetu kiongozi mkuu wa jumuiya Sheikh Uthman Ali Kaporo kwa ajili ya kushiriki mashindano makubwa kabisa ya kimataifa yanayofanyika nchini Uturuki chini ya ufadhili na usimamizi wa chombo maalumu ya masuala ya dini huko ambayo ipo chini ya Mheshimiwa Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Na alhamdulillah, safari ilikuwa ni safari nzuri, safari muhimu. Tumejifunza mengi sana mbali na mashindano. Tumetembelea vituo vya Qur'ani huko miji tofauti. Tulikuwa mji unaitwa Diyarbakir, tukaenda mji unaitwa Ankara. Alhamdulillah, tumeona juhudi kubwa za Qur'ani zinazofanywa na ndugu zetu huko, na alhamdulillah tumeona vile Allah subhanahu wa ta'ala anavowatunuku na kuwabariki watu wanaoitumikia Qur'ani. Vijana wetu alhamdulillah wamefanya vizuri sana, alhamdulillah, na washiriki walikuwa wengi, wote ni wazuri, na yeyote ambaye anahifadhi Qur'ani na kuifanyia kazi Qur'ani na kuitumikia Qur'ani basi yeye amefanikiwa, awe ameshiriki mashindano ama hajashiriki. Haya ni kuwahamasisha vijana wetu. Kwa hiyo wasia wangu kwa Watanzania, kwa Waislamu wote duniani, washikamane na Qur'ani, ukweli kushikamana nao, waisome, waielewe, wafundishane, waifanyie kazi. Qur'ani ndio inatengeneza jamii na ndio inawahifadhi watu na mabalaa na mambo yote. Nipende kuchukua fursa hii kumshukuru kwa dhati kabisa kiongozi wetu Sheikh Uthman Ali Kaporo, kiongozi wa jumuiya kuhifadhisha Qur'ani Tanzania, kwa juhudi zake kubwa, fursa hii aliyotupa kwenda kuona ndugu zetu wengine huko mambo ambayo wanayofanya kwa ajili ya Qur'ani, na sisi tuje tuyafanyie kazi na kujaribu kuchangia katika masuala ya Qur'ani hapa nchini Tanzania. Ni juhudi kubwa sana anafanya. Allah subhanahu wa ta'ala azidi kumhifadhi na kumbariki na kumpa nguvu, na atupe sisi nguvu ya kuweza kumsaidia katika kuwasaidia vijana wetu hawa. Jazakumullahu khairal jazaa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika
ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Kwa majina naitwa Alkibabu Ayub Hassan, ni msomaji wa Qur'ani kwa njia ya tajwidi. Nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia neema ya uzima na afya mpaka kuanzia mwanzo wa safari yetu tulivyoanza kwenda katika nchi ya Uturuki baada ya kuteuliwa na Sheikh Othman Kaporo, mkurugenzi wa kituo cha kuhifadhisha Qur'ani. Alivyotuteua mimi na mwenzangu pale Bwana Othmani, yeye alikuwa katika upande wa hifadhi. Mashaallah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, safari yetu ilikuwa nzuri. Tulikwenda na tumeshiriki katika mashindano makubwa ya kidunia yaliyofanyika nchini Uturuki, na walillahi alhamdu tumejifunza mengi ambayo tumerudi nayo na kwa ajili ya kuyafanyia kazi sisi pamoja na vijana wenzetu ambao wanajifunza kama sisi. Kiufupi sana niseme tu kwamba mashindano yalikuwa ni makubwa na washiriki walikuwa ni wengi kutoka nchi mbalimbali na walikuwa ni wasomaji wazuri mashaallah. Kwa hiyo tumejifunza mengi kutoka kwa kila mshiriki ambaye tumekutana naye kule. Naamini tutayafanyia kazi yale ambayo tumejifunza kule, na inshallah tutashare pia na vijana wenzetu ambao hawajapata fursa ya kusafiri na kwenda kushiriki mashindano makubwa ya aina hiyo inshallah. Lakini pia mwisho kabisa nishukuru taasisi ya kuhifadhisha Qur'ani ambayo ipo chini ya Sheikh Othman Kaporo. Kwa kweli ni taasisi ambayo inasapoti sana vijana wa Kitanzania wanaoisoma Qur'ani kwa njia ya tajwidi, lakini pia kwa njia ya hifadhi. Mashaallah, Mwenyezi Mungu aisimamie taasisi hii ili iendelee kutusapoti sisi vijana na kutupa motivation, kwa sababu hii ni fursa ambayo kiukweli inatupa motivation ya kuzidi kuongeza juhudi na kuweka nguvu zaidi katika kukisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Lakini kama vile nilivyosema, siku zote mashindano hii ni bahati, na alhamdulillah haimaanishi kwamba kama mtu hujaweza kushinda labda kuwa mshindi wa kwanza haimaanishi kwamba hauko vizuri, lakini alhamdulillah wote walikuwa kwa vizuri sana, na washiriki wenzetu pia wale walioshiriki pia walikuwa kwa vizuri sana. Alhamdulillah, kikubwa ni kuzidisha juhudi katika kuhifadhi Qur'ani na kuifanyia kazi. Jazakumullahu khairan. Tunatoa shukrani kwa ndugu zetu ambao waliokuja pamoja nasi katika mapokezi haya, Darsa TV, Ibn Jazar TV na ndugu zetu Babdeo TV, Mtoro TV. Tunatoa shukrani zetu za dhati kwenu kwa kuweza kuwa pamoja nasi. Yani hapa sisi tunatoa ujumbe tunaotoa katika jumuiya ya Kitanzania kwa ujumla wake. Tuienzi Qur'ani, tuipende Qur'ani, tuitangaze Qur'ani, tuiishi Qur'ani. Qur'ani tukiishi mambo yetu yote yatakuwa mazuri. Maana ya kuiishi ni kuishi kama inavyotaka Qur'ani. Isiwe lengo kusoma tu na kushiriki mashindano. Hivi ni vichocheo tu, lakini vinataka vitufikishe katika kuishi maisha ya Qur'ani kama alivyotaka mtume wetu Muhammad, kama alivyotuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukiishi Qur'ani, dunia itakuwa na usalama, utulivu utapatikana, maendeleo yatapatikana na baraka itapatikana, kwa sababu katika Qur'ani kuna kila kitu. Kwa hiyo tunawaita wanajamii wote wa Kiislamu wa Kitanzania kwa umoja wao, tushikamane na kuienzi na kuiendeleza Qur'ani, na Mwenyezi Mungu atatupa yaliyokuwa mema na mazuri zaidi. Mwenyezi Mungu aipe amani nchi yetu kwa baraka ya Qur'ani. Haya yote tunayafanya kwa sababu kuna amani. Amani ikipotea hatuwezi tukawa na mambo kama haya. Lakini leo hii amani yetu hii ndio inayotufanya sisi tuweze kusoma Qur'ani, tuweze kusafiri kwa usalama,
tuweze kukusanyika katika mikusanyiko ya namna tofauti. Kwa hiyo tuienzi amani yetu na ndio maana sisi tunasema Qur'ani ni amani. Qur'ani inaita katika amani. Kwa hiyo tuienzi amani yetu, huku tukiombea amani nchi yetu. Tunawaombea kheri viongozi wetu wakubwa wa nchi. Mwenyezi Mungu aipe thabati, aipe mafanikio mema nchi yetu, ili tuweze kuendelea vizuri, tuweze kustawi katika nchi yetu, tuweze kustawi katika dunia. Tanzania kama inavyoeleweka ni kisiwa cha amani, basi kila mmoja awe na hamu ya kuja katika Tanzania, utalii uendelee, uchumi ukue, na ili mifuko ya Waislamu wa kawaida na Watanzania kwa ujumla ikae vizuri na maisha yaende vizuri. Qur'ani ni amani watukufu wa Islam, bali Qur'ani ni ustawi wa jamii. Asanteni sana. Hii ni Mtoro TV.